majina naitwa Tokoma, nimeokoka na mpenda Yesu. Nimetokea katika kanisa la EAGT Mtua kwa mchungaji Moses Mwandu. Haleluya. 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 Na wakati mwingine nafanya nyingine sasa. Tunataka kusikiliza maneno ya Mungu yenye uzima. Yanaweza kututoa kwenye shida tulizo nazo. Yanaweza kututoa kwenye mateso tulionayo. Haleluya. Tutakwenda kusoma Ibrania ile 9:27. Tuone Biblia inazungumza nini. Ibrania 9:27 Biblia inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Mwanadamu, sikiliza nikwambie, wakati nasoma ya maandiko nilikaa nikatafakari, nikaja kumbe kugundua kuna maisha baada ya kufa. Tunaishi duniani tukiwa tunalinga, tukiwa tunafa, lakini baada ya kufa yako maisha mengine ambayo mwanadamu utakwenda kuyaishi. Yako maisha mengine ambayo utayaishi huko mbeleni. Wewe mwanadamu ndio unayechagua hayo maisha ya kuishi huko mbeleni. Hayo maisha unayachagua ukiwa hapa duniani, hauchagui ukisha kufa. Mwanadamu, sikiliza nikwambie, hayo maisha baada ya kufa ndio unakwenda kuyaishi. Je, uliishije duniani wewe mwanadamu? Ulimtegemea Mungu au ulimtegemea shetani? Mwanadamu, sikiliza nikwambie, maisha unayoishi leo ndio matokeo yako ya kesho. Wengi wanasema ukisha kufa tunalala. Hakuna mauti. Ukisha kufa unasema umelala. Mwanadamu, unajidanganya. Ukisha kufa unakwenda kukutana na hukumu, kwa sababu Biblia inasema kama vile tulivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Sikiliza nikwambie, baada ya kukata tu roho, hata kabla huja kupeleka makaburini, yawezekana umekisha kuumbana na hukumu. Je, uliishia duniani? Je, uliishi maisha ya kejeli, ya kumkejeli Mungu, au uliishi maisha ya kumtumikia Mungu? Tutakwenda kuangalia maisha ya watu wawili, tajiri na Lazaro. Angalia, wote waliishi duniani, lakini angalia baada ya wote ya kufa nini kiliwapata. Twende tukasome katika ile Luka 16 mstari wa 19. Biblia inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoangukwa katika meza ya tajiri. Lakini hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake machini, au burudisha ulimi wangu, kwa sababu ninateswa kwa moto huo. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasifuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii wawasikilize wao.
Akasema, la baba Ibrahimu, lakini akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata na mtu akifufuka katika wafu. Sikiliza stori ya watu wawili. Alikuwepo tajiri na Lazaro. Watu waliishi duniani kwa maisha ya tunayoishi. Tajiri alikuwa na pesa nyingi, lakini aliishi maisha yake kwa anasa. Angalia, Lazaro aliishi maisha ya kumtumikia Mungu, lakini tajiri aliishi maisha yake kwa anasa, kwa sababu alikuwa na pesa nyingi, kwa sababu alikuwa na mali nyingi, lakini naye alikuwa anatoa kejeli. Anasema, nani aokoke awe mjinga, nani aokoke awe mpuuzi. Lakini angalia, baada ya kufa yaliyokuja kumkumba, alikuja kujikuta yuko mahali pa mateso. Akaangalia juu, akamkuta baba Ibrahimu na Lazaro akiwa kifuani akiliwa. Akasema, baba Ibrahimu, naomba mtume mtumishi wako Lazaro atoke nje akitane matini. Alianza kupata mateso makali. Alihangaika akiwa kule kuzimu, alianza kuomba hata tone la maji, lakini asipate, kwa sababu ya kejeli alizokuwa akizitoa duniani, kwa sababu alilia. Alisema, mimi nina mali, nitakwenda kumuonga Yesu mbinguni. Asijue kuwa Yesu haongeki, asijue kuwa mali haiwezi kumpeleka mtu uzimani. Alidanganyika na pesa zake, alidanganyika na mali zake. Angalia, baada ya kufa alikuja kujikuta yuko mahali pa mateso, anahangaika. Haleluya, haleluya. Angalia sasa, tajiri akaanza kuomba msaada. Akasema, baba Ibrahimu, basi mtume mtumishi wako Lazaro akawaambia wale ndugu zangu wanaoishi maisha ya anasa, wale 5. Lakini baba Ibrahimu bado alikuwa na majibu. Akasema, hata ningemtuma. Akasema, kule duniani wako Musa na manabii, wasipowasikia hao wacha. Leo Mungu ananituma nikwambie, usipowasikiliza wachungaji, usipowasikiliza manabii, usipowasikiliza wainjilisti, wacha, utakwenda pale mahali alipokwenda tajiri. Maana tajiri yeye alilinga, alisema ana pesa, alisema, kumbe uko wakati wa mateso unakuja. Lakini tajiri alipiga kelele kwa kuzimu.